أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله، البشير النذير والسراج المنير، الطهر الطاهر العلم الزاهر، المنصور المؤيد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kutupa uwezo wa kuonana tena kwenye kikao chetu cha 6, alhalaqatu sadisa, katika mlolongo wa vikao vyetu vya tafsiri ya Qur'an pamoja na tarjama ya Qur'an kuanzia suratul Baqara mpaka aya ya 100 ya suratul Maida, bali kuanzia suratul Fatiha mpaka aya ya 100 ya suratul Maida. Mwenyezi Mungu akitupa taufiki, leo katika halaka yetu hii ya 6 ya mwezi huu wa Shawwal mwaka wa 1447 Hijiria, tutafanya tarjama aya ya 101 mpaka aya ya 110 ya suratul Maida. Naomba tuanze moja kwa moja tarjama yetu ya suratul Maida aya ya 101, na baada ya hapo sherehe yetu ya leo tutakuwa na nukta 5 ambazo tumezipa unwani ya khamsatu as'ila, maswali 5 taban. Tutakuwa na maswali 5, lakini afwan, unwani yetu itakuwa ni as-sualu nisfu al-ilm. As-sualu nisfu al-ilm, kuuliza ni nusu ya elimu. Sasa katika unwani hiyo tutakuwa na maswali 5 ambapo masala haya 5 yote yatahusiana
na falsafa ya kuuliza na hikma ya kuuliza, kama ambavyo tutajaribu kupitia vile vile adabu za maswali, adabu za kuuliza. Na hii yote ni natija ya tafsiri yetu au aya zetu 10 kuanzia aya 101 mpaka aya ya 110. Swali letu la kwanza katika hii unwani ya as-sualu nisfu al-ilmi litakuwa ni swali linalohusiana na sababu ya kwanza ya kushuka kwa aya hii ya 101, ambapo jawabu lake itakuwa ni sababu ya kwanza ya kushuka kwa aya hii. Watu waliokuwepo kipindi cha Mtume waliwahi kumuuliza maswali mpaka wakamchosha, faqama mughdhiban khatiba, Mtume akasimama akatoa hutuba akakasirika sana. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kushuka kwa aya hii ni maswali aliyoulizwa Mtume ya kuchosha, akakasirika, akasimama akatoa hutuba kali. Saala nnasu hatta ahfauhu bilmas'alati faqama mughdhiban khatiba. Swali la pili katika kujibu sababu nuzul, jawabu lake ni kwamba sababu ya kuteremka aya hii, kana yaumun kana qaumun yasaluna rasulallah istihzaan marratan wa imtihanan marra. Kulikuwa na watu wana tabia mbaya katika watu wake Mtume, wana tabia mbaya. Mara wanamuuliza maswali kwa kumkejeli, mara wanamuuliza maswali kwa kumpa mitihani, mara wanamuuliza maswali kwa kumkejeli, kumcheza shere, na mara wanamuuliza maswali kwa kumpa mtihani. Je, ataweza? Ngoja tumuulize ili ataweza kulijibu. Swali letu la tatu katika unwani yetu ya as-sualu nisfu al-ilm, sababu ya tatu, swali la tatu ni khataba Rasulullah. Mtume aliwahi kuhutubia kuhusiana na habari ya hija, akawaambia kwamba hija imekuwa ni lazima kwenu nyinyi. Bwana mmoja akamuuliza Mtume, swahaba mmoja akamuuliza Mtume, je, ni wajibu mara mbili? Mara ngapi kwa mwaka? Mara ngapi? Mtume akanyamaza. Mara ngapi? Akanyamaza tena. Mara ngapi? Mtume akakasirika. Swali letu la 4 ni nini sababu ya kushuka aya hii chini ya unwani yetu as-sualu nisfu al-ilm, kuuliza ni nusu ya ilmu. Aya hii walimuuliza Mtume kuhusu baadhi ya wanyama, kuhusu mnyama bahira, saiba, wasila, hami,
Mtume akawajibu. Na swali la mwisho la tano ni riwaya ya Ikrima na riwaya ya Abu Sulaiman ad-Damashqi, ambao wao wanaona kwamba kuna watu waliuliza kuhusu baadhi ya aya na baadhi ya maajiz, miujiza, na baadhi walikuwa wanauliza kuhusiana na fardhi na habari ya kufardhishiwa jihad. Kashuka aya hii. Kwa hivyo hayo ni maswali matano ambayo tutayaweka vizuri katika kusherehesha kwetu aya hizi 10. Sasa tuanze tarjama yetu. Musta'inan wa musta'idhan billah ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, enyi ambao wameamini. La tasalu an ashya, la tasalu an ashya, msiulize kuhusu mambo msiyoyahitajia katika dini yenu. Msiulize kuhusu mambo msiyoyahitajia katika dini yenu. Msiulize kuhusu mambo aliyokusha yasamehe Bwana wenu. Msiulize kuhusu mambo, msijiulizie mambo. Ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya in tubda lakum tasu'ukum, in tubda lakum, yakidhihirishwa kwenu nyinyi, yakiwekwa wazi kwenu nyinyi, tasu'ukum, yatawakera, mtayaona mabaya. In tubdu lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu alquran, na mkiuliza kuhusu hayo mambo wakati inapoteremshwa Qur'an, kipindi inapoteremshwa Qur'an, tubda lakum, yatawekwa wazi kwenu, yatabainishwa kwenu. Afa Allahu anha, afa Allahu anha, amesamehe Mwenyezi Mungu hayo mambo matano. Amesamehe Mwenyezi Mungu kuhusiana na hayo mambo matano. Amesamehe Mwenyezi Mungu kuhusiana na mambo hayo mliyouliza. Wallahu ghafurun halim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, ni mwenye kusamehe kila kitu. Halimun, ni mpole. Halimun, ni mpole mno. Wallahu ghafurun halim.
qad saalaha qaumun min qablikum, hakika waliuliza watu kabla yenu. Thumma asbahu biha kafirin, kesha wakapambaukiwa kwayo ni makafiri, kesha wakawa kwayo ni wenye kukataa. Thumma asbahu biha kafirin. Ma jaala Allahu, hakujalia Mwenyezi Mungu, hakuweka Mwenyezi Mungu uharamu wowote, min bahira, wa bahira, wala saiba, wala saiba, wala wasila, wala wasila, wala ham, wala hami. Walakinna alladhina kafaru, isipokuwa wale ambao wamekufuru. Lakini wale ambao wamekufuru, yaftaruna ala Allahi alkadhib, wanazua juu ya Mwenyezi Mungu urongo, wanatunga juu ya Mwenyezi Mungu urongo. Wa aktharuhum la yaqilun, na wengi wao hawana akili, na wengi wao hawatumii akili. Wa aktharuhum la yaqilun. Wa idha qila lahum, na wanapoambiwa wao, ta'alau ila ma anzala Allahu, ta'alau ila ma anzala Allahu wa ila rasul, njooni kwenye kile ambacho amekiteremsha Mwenyezi Mungu na kwa mtume, wa ila rasul, na njooni kwa mtume. Qalu, wanasema, husema, qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana, kinatutosha sisi kile ambacho tumewakuta juu yake baba zetu. Awalau kana abauhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun, hivi wajapokuwa baba zao hawajui kitu wala hawaongoki. Hivi wajapokuwa baba zao hawajui kitu chochote wala hawaongoki. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Alaikum anfusakum, lazimianeni na nafsi zenu. Lililo lazima juu yenu ni nafsi zenu. Jiangalieni wenyewe. Alaikum anfusakum la yadhurukum man dhal, hata wadhuru nyinyi mwenye kupotea, hata wadhuru nyinyi mwenye kupotea, hata wadhuru nyinyi mwenye kupotoka. La yadhurukum man dhal
idha htadaitum, pindi mkiongopa, pindi mkiongoka, wakati mtakapoongoka. Ila Allahi marji'ukum, ni kwa Mwenyezi Mungu marejeo yenu, ni kwa Mwenyezi Mungu marudio yenu. Jamia, nyote. Ila Allahi marji'ukum jamia fayunabbiukum, kesha atawapeni habari, kesha atawahabarisheni, kesha atakwambieni. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kwa yale mliokuwa mkiyatenda, yale mliokuwa mkiyatenda. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. Shahadatu bainikum, mashahidi kati yenu. Shahadatu bainikum, mashahidi kati yenu Waislamu. Shahadatu bainikum, wekeni mawasii wawili kati yenu Waislamu. Shahadatu bainikum idha hadara ahadakumul maut, pindi yatakapomuhudhurikia mmoja wenu mauti, pindi yatakapomfikia mmoja wenu mauti. Hina alwasiya, wakati wa kuandika wasia, wakati wa kutoa wasia. Ithnani, mashahidi wawili. Dhawa adlin minkum, waliokuwa waadilifu miongoni mwenu Waislamu. Au akharani min ghairikum, au mashahidi wawili wasiokuwa nyinyi Waislamu, au mashahidi wawili wasiokuwa nyinyi Waislamu. In antum darabtum fil ard, mtakapokuwa nyinyi mmesafiri katika ardhi. Fa asabatkum musibatul maut, ukawapateni nyinyi msiba wa mauti, ukawasibuni nyinyi msiba wa mauti. Tahbisunaha, tahbisunahuma, nyinyi mahakimu mtawasimamisha. Tahbisunahuma, nyinyi mahakimu mtawazuia. Min ba'di salati, baada ya swala. Fayuqsimani billah, hapo wataapa kwa Mwenyezi Mungu, hapo wataapa mbele za Mwenyezi Mungu. Inirtabtum, kama mtakuwa na shaka, kama mtakuwa na wasiwasi.
la nashtari bihi thamana, la nashtari, hatukupokea, bihi, kwa haya, thamana, chochote, thamani yoyote. La nashtari bihi thamana, hatukupokea kwa haya thamani yoyote. Walau kana dha qurba, wajapokuwa ni wenye undugu. Wala naktumu shahadata Allah, na wala hatufichi ushahidi wa Mungu. Inna idha lamina al-athimin, hakika sisi wakati huo tutakuwa wenye kupata madhambi. Fa in uthira ala annahuma, basi itakapopatikana, ikigundulika, ala annahuma stahaqa ithma, juu ya kwamba wao wamestahiki madhambi, kwa kuongopa kwenye ushahidi wao. Fa akharani, basi ni wawili wengine, yaqumani maqamahuma, watakaosimama badala yao, watakaosimama mahala pao. Minal ladhina istahaqqa alaihimul awlayani, katika wale ambao wamestahiki kudai katika wale ambao wamestahiki kudai, washike nafasi ya wenzi wao, washike nafasi ya wale wa mwanzo. Minal ladhina istahaqqa alaihimul awlayani, katika wale ambao istahaqqa alaihim, wamestahiki juu yao, al-awlayani, warithi wenye kudai haki. Warithi walioonekana kuwa wamekosea. Minal ladhina istahaqqa alaihimul awlayani fayuqsimani billah, wataapa kwa Mwenyezi Mungu, la shahadatuna, ushahidi wetu, ahaqu min shahadatihima, ni mkweli zaidi, una haki zaidi kuliko ushahidi wao. Wa ma'tadaina, na hatukupituka mipaka, na hatukudhulumu, na wala hatukukiuka. Inna idhan lamina dhalimin, hakika sisi muda huo tutakuwa ni wenye kudhulumu, hakika sisi muda huo tutakuwa katika madhalim. Dhalika, hilo, adna,
liko karibu zaidi, linaelekea zaidi. Dhalika adna an ya'tu bishahada, kuleta ushahidi, ala wajhiha, uliokuwa sawa, ala wajhiha, wa uhakika wake, au yakhafu, au waogope, an turadda aymanun ba'da imanihim, au waogope kurudishwa yamini zao. An turadda aymanun, kurudishwa yamini, kurudishwa viapo, baada imanihim, baada ya yamini zao, baada ya viapo vyao. Wattaqullah, na muogopeni Mwenyezi Mungu. Wasma'u, na sikieni. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu mafasik, watu wapotovu, watu maasi. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin. Yauma yajma'u Allahu ar-rusul, siku atakayowakusanya Mwenyezi Mungu mitume. Fayaqulu madha ujibtum, watasema mitume. Fayaqulu, atasema, madha ujibtum, mlijibiwa nini? Qalu, watasema, la ilma lana, hatuna ilmu kwetu sisi, hatujui, hatuna ujuzi wowote, hatujui elimu. La ilma lana innaka anta allamul ghuyub, hakika wewe ndiyo mwenye kujua mno ghaibu, ndiyo mwenye kujua mno siri, ndiye mwenye kujua mno mambo yaliyojificha. Innaka anta allamul ghuyub. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, kumbuka wakati aliposema Mwenyezi Mungu kumwambia Isa ibn Maryam, ewe Isa mtoto wa Maryam. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, na pindi atakaposema Mwenyezi Mungu kumwambia Isa mtoto wa Maryam, a anta qulta linnas idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Kumbuka wakati atakaposema Mwenyezi Mungu kumwambia Isa mtoto wa Maryam, ewe Isa mtoto wa Maryam, udhkur ni'mati alaik, kumbuka neema zangu juu yako wewe, wa ala walidatika, na juu ya mzazi wako na juu ya mama yako. Idh ayyatuka biruhi alqudus, wakati nilipokupa nguvu wewe kwa kupitia Roho Mtakatifu ambaye ni Jibril. Tukallimu nnasa fil mahdi wa kahla, unawasemesha watu unawazungumza watu fil mahdi wa kahla, katika utotoni na uzeeni. Fil mahdi wa kahla, katika mbeleko
mbeleko. Fil mahdi wa kahla, katika mbeleko na utu uzimani. Wa idha allamtuka alkitab, nakumbuka wakati nilipokufundisha wewe kuandika. Nakumbuka wakati nilipokufundisha wewe kitabu. Walhikma, na hikma. Wattaurata walinjila, na Taurati na Injili. Wa idh takhluqu min at-tin, nakumbuka wakati ulipoumba kutokana na udongo. Kahaiati at-tayr, kama vile umbo la ndege. Biidhni, kwa idhini yangu. Fatanfukhu fiha, kesha ukapuzia ndani yake. Fatakunu tayran biidhni, akawa ndege kwa idhini yangu. Watubriu lakmaha, nakumbuka ulipokuwa ukiwaponya vipofu. Wala abrasa, na wenye ngalamba. Ngalamba Wazaramu. Wala abrasa, na wenye ngalamba na wenye ukoma. Biidhni, kwa idhni yangu. Wa idh tukhriju lmauta biidhni, nakumbuka wakati ulipowatoa wafu, maiti waliokufa. Wa idh tukhriju lmauta biidhni, nakumbuka wakati ulipowatoa wafu kwa idhni yangu. Wa idh kafafta, nakumbuka wakati nilipokukinga, wakati nilipokuzuilia. Bani Israil, watoto wa Israil, wana wa Israil. Aanka, kukuepusha nawe. Idh ji'tahum bilbayinat, wakati ulipowajia wao na ubainifu. Wakati ulipowajia wao na hoja zilizokuwa wazi. Faqala alladhina kafaru, wakasema wale waliokufuru. Minhum, miongoni mwao, katika wao. In hadha illa sihrun mubin, haukuwa huu ila ni uchawi uliokuwa wazi. Hayakuwa haya isipokuwa ni uchawi uliokuwa wazi. In hadha, haya si chochote. Illa sihrun mubin, isipokuwa ni uchawi mtupu, ni uchawi wa dhahiri, ni uchawi wa wazi, ni uchawi tu. In hadha illa sihrun mubin. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Ma'a as-salawati 3 marrat ala hubbi az-zahra bi'a'la aswatikum. Taban, katika kusherehesha aya hizi, moja ya jambo kubwa na muhimu ni namna ya kuuliza. As-sualu nisfu al-ilm, kuuliza ni nusu ya ilmu. Moja katika sababu za kuteremka Maida 101 wananakili maulama
hadithi, na mmoja wapo anayenakili hadithi hiyo, mmoja wapo ni Abu Saleh na Qatada. Abu Saleh anaipokea kutoka kwa Abu Huraira, na vile vile Qatada anaipokea kutoka kwa Anas ibn Malik. Moja ya sababu wanasema walimuuliza Mtume maswali mpaka wakamchosha. Mtume akasimama na hasira akasema, saluni fawallah la tasaluni an shay illa bayantuhu lakum. Allahu akbar. Saluni, niulizeni chochote, na apa kwa Mwenyezi Mungu hamniulizi chochote illa bayantuhu lakum, ila nitawabainishia, nitawaelezeni. Chochote niulizeni, illa bayantuhu lakum, ila nitawabainishieni. Maneno haya ya Mtume Muhammad yananikumbusha maneno ya mwanafunzi wake aliyetakharraj, aliyegraduate, aliyemaliza masomo ya juu, profeser kutoka kwenye madrasa na chuo kikuu cha Mtume Muhammad na hauza ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ambaye ni nani? Ambaye ni Amirul Mu'minin Ali salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mwanafunzi huyu ndiye aliyemqallidi Mtume Muhammad, akasimama hadharani akauambia umma, saluni kabla an tafqiduni, niulizeni kabla sijaondoka. Jiografia ya dunia naijua, hali ya anga na sayari naitambua zaidi kuliko ninavyotambua dunia. Mwanafunzi wa Mtume Muhammad, niulizeni kabla sijaondoka duniani. Ndiye aliyekuwa na jura ya kusema niulizeni, alafu anasema inna hahuna la ilman jamma, hapa kuna ilmu nyingi, lakini nani wa kuibeba? Sasa maneno ya Mtume haya yananikumbusha maneno ya mwanafunzi wake, lakini yananikumbusha maneno ya wajukuu zake. Ahlul Baiti ndio pekee waliokuwa na ujasiri wa kusimama kusema saluni qabla an tafqiduni. Maulaya Sadiq, kitukuu cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kilisimama Masjidul Kufa kikasema saluni qabla an tafqiduni, niulizeni mnachokitaka kabla sijaondoka. Akasema maneno, kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani anaitambua kama anavyotambua kiganja chake. Kuna mmoja alikuwa Masjid al-Kufa akasema, na mimi ngoja nimqalidi Jaafar Sadiq, ngoja na mimi nikae niulize. Akasema saluni qabla an tafqiduni. Sitaki nitaje jina lake, Mzaramu mmoja anajulikana.
niulizeni kabla sijaondoka duniani, niulizeni chochote. Akatokea Mnyamwezi mmoja akanyosha kidole akamwambia yule chungu chungu yule chungu chungu yule aliyewaambia wenzake wakati jeshi la Selemani linakuja, ingieni majumbani mwenu, ingieni kwenye mashimo, Suleimani atawakanyageni kanyageni na majeshi yake, hali ya kuwa hajui. Je, chungu chungu yule, sisimizi yule, siafu yule, alikuwa mwanamume, alikuwa mwanamke? Aidha salawatu hiyo. Maana Mungu kwenye Qurani unasemaje? Mungu anasemaje? Qalat namlatun. Sasa je, yule ni mwanamke kwa maana hii te ya taanithi au la? Te inafahamisha gurupu. Alitaka kumkalidi nani? Kumkalidi mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliyesimama akasemaje? Akasema saluni fa wallah la tasaluni an shay illa bayantuhu lakum, niulizeni chochote nitaweka wazi. Kuna mmoja naye akajaribu kumwigiza Ali msikitini hapo hapo, naye pia na hafidhi jina lake, naye akanywa mkono. Sasa ngoja mwigilize Ali leo, saluni qabla an tafkhiduni, niulizeni kila kitu. Akatokea mwanamke mmoja huko mstari wa mwisho, mwanamke aliponyanyua mkono mstari wa mwisho huko, akamwambia fulani, hukumu yake ni nini? Akamwambia aliyokuambia mimi najua kila kitu nani. Naomba salawatu. Kwa hiyo Mtume akawaambia nitawabainishia kila kitu. Lakini angalia Sheikh, vile vile ambavyo Mtume hakuwa na watu wanaojitambua, ndivyo alivyokuwa Ali ibn Abi Talib hana watu wa kujitambua. Akasimama mtu mmoja, namwambiaje? Akamwambia ni katika Bani Sahm, anaitwa Abdallah ibn Hadhafa au Hadhafa. Akasemaje? Na huyu alikuwa na mushkili kwenye nasabu yake, hajulikani huyu Hadhafa mbaba yake au mbaba wa kupewa, sawa sawa. Akamuuliza Mtume, akamwambia ya nabii Allah, man abi, baba yangu mimi nani? Angalia swali hilo, baba yangu. Mtume akamwambia baba yako ni Hadhafa ibn Qais. Mtume anasema niulizeni mtakacho niwabainishie. Watu waliokuwa nao wanamuuliza baba yangu anaitwa nani? Mtume ala kuli akamjibu, akamwambia anaitwa Hadhafa ibn Qais. Akanyanyuka mtu mwingine akauliza tena, anaulizaje? Ya Rasulullah, abi aina abi, baba yuko wapi? Baba yuko wapi? Inaonekana Mtume lilimkasirisha hili swali. Faqala fi nnar. Unataka zaidi hapo? Fi nnar, baba yako yuko motoni. Hali ikambadilika, Mtume amekasirika. Khalifa wa pili alikuwepo, riwaya inavyosema ya Abu Huraira. Khalifa wa pili alikuwepo, akasimama akambusu mkono, akambusu miguu Mtume,
akamwambia, mimi ya Rasulullah, mimi ya Rasulullah nimesilimu juzi juzi, nimetoka kwenye ushirikina juzi juzi. Yani kana kwamba khalifa wa pili Umar anamwambia mtume kwamba tumetoka kwenye ujahilia juzi juzi, bado hatuja kutambua nani kisawasawa. Fa'fu anna afallahu anka, tusamehe. Mtume hasira kidogo zikamshuka, akasema maneno yafuatayo, ama walladhi nafsi biyade. Mtume anawaeleza yeye ni nani. Ndio maana akasema niulizeni chochote, akasema walladhi nafsu biyade, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko kwenye mikono yake. Suwirat liya aljanna wannar anifan fi ardi hadha alhait falam araka alyawmi fi lkhairi washar. Hapa nilipokuwa nimesimama, nimeonyeshwa hapa ukutani pepo na nimeonyeshwa moto, vyote nimeviona hapa. Ndiyo maana nikawaambieni saluni, niulizeni chochote. Mwisho nanuliza baba yangu nani, na wewe unauliza baba yuko wapi? Yale yale ya Ali, niulizeni mnachokitaka. Mtu mmoja anasema, namwambia mimi nina nywele ngapi? Kama adadu sha'ri. Sasa yani kisa hiki, na hiyo ni nukta moja tu, hizi ziko nukta 5, lakini kulingana na moto tushile kwenye hiyo moja, na hiyo moja inahitajika sherehe kubwa sana. Lakini katika sherehe zake za haraka haraka, ili mfaidike, maulama wametaja faida za kuuliza, wametaja adabu za kuuliza. Kuuliza kuna adabu yake. Kwanza walimuuliza Mtume hata ahfauhu, yani wakamnyima raha, akawa hana amani, amechoka. Sasa maulama kwenye vitabu vya tasawuf na vitabu vya akhlaqi na irfan, akina Muniyatul Murid, akina Ta'limul Mutaallim, kitabu tunachosomeshwa huku kwetu, kuna adabu za kuuliza. Adabu ya kwanza ya kuuliza ni al-ikhlasu, ni al-ikhlas. Adabu ya kwanza kutaka kuuliza ni ikhlas. Je, unataka kweli kuuliza kwa ajili ya Allah? Unataka kweli kuuliza ufaidike, au unataka tu kumjaribu unayemuuliza? Au unataka umkomeshe mbele za watu? Amekaa hapa mbele za watu, ngoja yule nampa swali yule muongo na muaibisha. Huko tulikosoma huko, ilikuwa tuliposomeshwa nahau, ndio mwanzo wa nahau. Basi unakwenda darasani, unasema leo unamkomesha huyu shekhe hapa, unamtupia kijembe. Uko mwisho kule kabisa alikokaa Yusuf huyu, ambia shekhe, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Nini irabu yake? Wa fawqa kulli dhi ilmin, sio alimin, alimun. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimin. Kwa nini siwe alimin? Kwa nini siwe aliman? Iwe ni wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Unatupa swali kumkomesha, amongo. Alimu ni shekhe, mbona pamekaa ovyo ovyo hapo? Wa fawqa kulli dhi ilmin, ilikuwa iwe alimin. Sasa nakuja alimun. Kazi ipo hapo. Sasa adabu ya kwanza ya swali ni ikhlas. Unania kweli ufaidike? Unamtaka kweli Mungu au kumkomesha shekhe? Uko kule unamtupia swali shekhe. Ngoja nimpe mfano hapa mzito, hawezi kutia irabu. Insadda majari alma'u fanadhartu majariyahu faraaitu fi majarihi alawsakha. Tia irabu hiyo. Unaweza kurudia hiyo?
insadda majari almau faraaitu fi majariyahu fanadhartu fi majarihi alawsakha. I'rabu kazi ipo hapo. Unasema namkomesha leo yule, naambia ngoja nimpe kitu kizito huyu. Rubba bakhiratin makhiratin min zinjibara marrat bina. i'rabuhu rubba bakhiratin makhiratin min zinjibara marrat bina. Mandonga tia i'rabu hiyo. Sasa kwa hiyo adabu ya kwanza ya swali ni al-ikhlas. Siku moja darasani hivi hivi alikuja mtu, lakini mwanangu, mtoto wa dada yangu, anataka anistopishe darasani. Sasa akanitafutia aya moja ina tabutabu kidogo, irabu zake na tabutabu kidogo. Kafha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Maneno hayo. Sasa mimi nilikuwa mjanja, nikamwambia sawa, nikutilie irabu. Sawa, irabu naweza kutia, hamna tatizo, lakini je, hawa niliyokuwa nao wote hawa nikishatumia nusu saa kutia irabu, wewe utakuwa umefaidika nini na hawa tumewafaidisha nini? Kwa hiyo adabu ya kwanza ni al-ikhlas. Adabu ya pili ni al-hadaf, lengo la kuuliza ni nini? Adabu ya tatu ni as-sualu amma yanfa, uliza kile ambacho utafaidika nacho. Uliza kile ambacho utafaidika nacho. Nne ni husnul adabi wa talattuf, uliza kwa adabu, uliza kwa heshima. Sio unanyanyuka tu unauliza tu, babangu anaitwa nani? Babangu yuko wapi? Tano, tawqitu sual, muda wa kuuliza. Shekhe, mwalimu akichoka ruhusiwi kumuuliza. Tawqitu sual, wakati wa kuuliza. Lakini mwisho ni al-istidhan, kuomba ruhusa. Naomba nikuulize shekhe. Mwalimu, naomba nikuulize. Mwalimu, nina swali kidogo linanitatiza, naomba nikuulize. Angalia mwalimu anavyovutika. Lakini from nowhere unaambia tu mwalimu, swali, nini hukumu ya kitu kadhaa? La, haendi hivyo. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu za kuteremshwa aya hii ambayo tumeisoma mbele yenu, na aya nyingine huko mbele zina mahusiano na hiyo unwani niliyoiweka, unwani ya as-sualu nisful ilmi. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amilu salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Ma'a salawati 3 marrat ala hubbi az-zahra bi a'la aswatikum.